Karibu Tuzo Online. Na sasa ni mashabiki wanaruhusiwa kuingia uwanjani Benjamin Mkapa kama ambavyo unashuhudia. Waliokuwa wamekusha jitokeza hapa mapema kwa wingi wao na uchache wao wameruhusiwa kuanza kuingia ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa tayari kwa ajili ya dabi. Mambo yamekuwa tofauti. Walianza kupanga foleni lakini wanaambiwa bado rudini. Bado rudini. Mashabiki walikwisha anza kuingia kama ambavyo natazama wakiwa kwenye foleni wa kutosha tu, lakini wasimamizi wamewaambia tena kwamba ngojeni kwanza, siingie ndani, subirini utaratibu. Licha ya kuwa hapo awali walikuwa wameruhusiwa, lakini kama ambavyo natazama sintofahamu fulani hivi imetokea hapa baada ya hicho ambacho kimetokea kwa hivi sasa. Mashabiki pengine ile furaha ile ilikuwa tayari imewarejea baada ya kuona wanaruhusiwa kuingia ndani, lakini mambo yamekuwa tofauti na kuambiwa subirini kwanza. Ubaya ubwege. Shabiki wapo wa kutosha tu ambao walikuwa wanajipanga kwa ajili ya kuingia hapa. Kila mtu anatamani kwenda kuishuhudia dabi bwana. Ndio kama hivyo, bado hawajaruhusiwa kuingia ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa licha ya idadi hii unayoiona kuwa mpaka hivi sasa wamejitokeza. Waliokuwa wamesogea hapo kwa ajili ya kuingia wanaambiwa watoke kabisa kwenye maeneo haya waliokuwa wamejipanga mpaka pale utaratibu utakavyokuwa pengine. Na natazama mashabiki waliokuwa wamekwisha sogea hapa, mambo yamebadilika, kwa hiyo wanaondolewa tena mpaka utaratibu utakavyokuwa vinginevyo. Tukikubaliana kuwa dabi haina kipengele labda uje nacho wewe, haya ndiyo yale ambayo yanaendelea kwa hivi sasa. Muda ukiwa unaendelea kusogea, wafanyabiashara, mashabiki baadhi wameendelea kuwepo hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa licha ya taarifa kinzani kwa pande zote mbili, kwa maana ya upande wa Simba na upande wa Yanga. Simba walitoa taarifa usiku na wananchi wametoa taarifa muda si mrefu wakisisitiza kwamba wao watapeleka timu uwanjani na mechi ipo hale na hawapo tayari kucheza siku nyingine yeyote ile mchezo huu wa dabi. Kwa mashabiki ndio hivi ambavyo unashuhudia wakiwa wamekwisha fika kwa idadi kubwa zaidi, na maandalizi ya magetini nayo yakiwa kwa asilimia kubwa yapo sawa, yanasubiri tu kuona wale ambao wanafika na kuwapa utaratibu wa namna ya kuingia ndani ya mageti haya. Shabiki ambao wamekwisha fika si wachache kilinganisha na muda. Bado mageti hayajafunguliwa kwa maana ya kuingia ndani, na mashabiki wakiwa namna hii wanasubiri kuingia ndani, na wapo wa pande zote mbili. Wananchi kama walivyosema kwamba wao wataleta timu na watawasili kama kawaida, lakini upande wa Mnyama wao wamesema hawapo tayari
kucheza kwa siku ya leo, mashabiki wakiwa wanaendelea na shughuli mbalimbali hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa, wengine wakihojiwa kama ambavyo unashuhudia hapa. Wote wamekuja kwa ajili ya dabi ambayo inapaswa kucheza siku ya leo. Wanasimba wakiwa wametulia na wananchi wakiwa wametulia kwenye bendera na kuionyesha kama ambavyo nashuhudia, lakini mastoachi wale wa pembeni pia, huku wafanyabiashara wote, kila mtu ametulia akisubiri, na hata watoto pia wapo kwa ajili ya dabi, kama ambavyo siku zote dabi inachukua watu wa kila aina. Naona watani wa jadi wanaendelea kupeana somo hapo, stori za nje ya uwanja hapa na pale. Azam TV tushafunga vitu ndani huko, hatuna mbambamba, hatuna kitu chochote. Kila mtu ametoka kwa staili yake ambayo yeye anaona kwake sawa. Ndani ule sekunde ni ile kipengele uje nacho wewe tu tajiri. Njoo hapa ujichukulie kadi yako ukapanchi pale uingie ndani. Watu wa N-Card pia wametulia, wanasubiri kuambiwa bwana, kwa hivi sasa waruhusuni mashabiki waingie ili waweze kuwaruhusu kupita kwenye mageti haya. Hili ni geti D ambalo mara nyingi huwa linatumiwa na mashabiki wa klabu ya Yanga, na mashabiki wapo wa kutosha hapa pembeni, wametulia wanasikilizia kile ambacho kitatokea magetini huku. Kaguzi kama kawaida, mashabiki wengine wakiwa wameendelea kutulia na kusikilizia mambo yatakavyokuwa. Geti kuu, mambo ndo hivyo. Licha ya mashabiki hawa ambao wanaendelea kuwashuhudia, lakini bado mageti hayajafunguliwa hapa Benjamin Mkapa, maana ya kwamba mashabiki wanaendelea kusubiria kuona kile ambacho kitatokea, na tiketi zikiwa zinaendelea pia kuuzwa kwa wale ambao wanahitaji tiketi, ingawa sasa huku kwenye mageti bado mageti yenyewe hajafunguliwa. Mashabiki wapo kwenye vikundi kundi, wanasubiri utaratibu, lakini wahusika wenyewe huku bado inasubiriwa kuona mageti yatafunguliwa saa ngapi. Lakini mpaka hivi sasa nikiangalia saa yangu ni saa 6 kamili. Wasimamizi wa magetini wapo magetini wametulia, lakini bado hawajaanza kuruhusu mashabiki kuingia ndani ya uwanja. Mashabiki wote ambao unawashuhudia kwa hivi sasa ni wale ambao wametulia humu pembeni, nao wanasubiri utaratibu kujua nini kitafanyika hapa. Wapo mashabiki wa pande zote mbili, upande wa mnyama na upande wa wananchi. Kila klabu imetoa tamko lake, lakini wao kama wao bado wapo na wanasubiri kuona kile ambacho kitatokea hapa. Hiyo ndiyo dabi ya Kariakoo. Ripoti za kutokea hapa uwanja wa Benjamin Mkapa. Jua ni kali kweli kweli, nakumbuka ni kipindi cha mfungo.